Maziwa mtindi na maziwa fresh, kipi ni bora zaidi kuliko kingine? Kumekuwa na mkanganyiko na debate kubwa ama mjadala mkubwa sana juu ya kuchagua kati ya maziwa mtindi na maziwa fresh, na ukilinganisha kwamba kumekuwa na mijadala kwamba maziwa sio mazuri sana kwa afya ya mwanadamu. Na wengi kupata kwenye masuala ya video zangu ambayo nimekuwa nikizungumzia habari za maziwa, kumekuwa na swali moja ambalo limekuwa likijitokeza mara kwa mara ambalo kwamba vipi kuhusu maziwa mtindi? Je, nayo pia sio mazuri? Na nadhani swali hilo limekuja kwa kuwa wengi wanaamini maziwa mtindi ni mazuri kuliko maziwa fresh. Ni kweli si kweli? Tutaweza kuona katika video hii, kwa sababu tutaangazia maziwa mtindi kwa kina, maziwa fresh kwa kina, utofauti wake wa kilishe ukoje, wanaosema ni mazuri kwa nini wanasema ni mazuri maziwa mtindi, wanaosema maziwa fresh kwa nini wanasema maziwa fresh ni mazuri, wengine wanasema yote ni mazuri, na wanaosema hayo wana sababu zao pia, na sababu hizo tutaweza kuziangazia. Baada hapo tutaweza kuona je, ni vitu gani ambavyo watu vimepelekea kusema kwamba maziwa sio mazuri. Na baada ya hapo, juu ya maziwa mtindi na maziwa fresh, nitakuacha na ujumbe wa kuondoka nao. Kwa hiyo hayo yote katika video hii, twende sambamba. Kama ni mpenzi wa maziwa, hakikisha hii video imalize yote ili upate na huo ujumbe wa kuweza kuondoka nao, kipi uweze kukijua na kipi uweze kukielewa katika mazingira haya ambayo kuna taarifa nyingi ambazo zinachanganya. Upo nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Twende sambamba. Mada ambayo iko hewani ni juu ya mtindi, maziwa mtindi na maziwa fresh, kipi ambacho ni bora. Bila kupoteza muda, tuangazie maziwa haya. Tuanze na maziwa mtindi. Kwa wale ambao hawafahamu, maziwa mtindi ni maziwa ambayo yamegandishwa. Yalikuwa ni fresh lakini yameweza kugandishwa, aidha katika njia ya kawaida ama kupitia friji. Kuna ambao wanaweka kwenye friji, kuna wengine tunaweka tu kiasili. Kwa wale wafugaji wanaweza kawa naelewa kwamba naweka kama siku 2 tayari yameshaganda vizuri, basi unaweza ukatumia. Kwa tafsiri nyingine, maziwa mtindi sio kama kitu kingine cha tofauti. Fahamu kwamba ni maziwa ambayo yamegandisha. Na nikufahamie tu kwamba kabla sijaenda mbali kwamba maziwa tunazungumzia ni maziwa ya ng'ombe, sio maziwa kitu kingine. Maziwa ya ng'ombe ndio ambayo inadiskasiwa hapa. Okay, kwa upande wa maziwa ya mtindi ambayo ni maziwa haya tokana na ng'ombe na maziwa fresh. Maziwa fresh ni maziwa tu ambayo yamekamuliwa kwa ng'ombe na hajafanywa kitu chochote, yako pale. Kuna ambao wengine wanapenda kutumia kwenye chai, wengine wanapenda kutumia kwenye kupikia hata chakula. Kwa hiyo kuna matumizi mengi ambayo mtu anaweza kutumia maziwa fresh. Je, maziwa haya mtindi, maziwa fresh, kilishe yana utofauti gani? Tuangazie. Tukija katika mfumo wa kilishe, maziwa mtindi yamesheheni protini nyingi zaidi na madini ya calcium mengi zaidi kuliko maziwa fresh. Huo ni utofauti wa kwanza uliopo kati ya hivi vyakula viwili. Lakini cha pili pia, ukija katika mfumo wa sukari, kiwango cha sukari kwenye maziwa mtindi na maziwa fresh. Maziwa mtindi yana sukari ndogo aina ya lactose, kwani unapokuwa umeyagandisha kwa hizo siku au kwenye kwa njia hiyo tunayojua wewe, ni kwamba huwa ile lactose inabadilishwa, inafanywa conversion na hao bakteria ambao wamo, ambao ni kipengele kingine ambacho nakuja kuzungumzia juu ya maziwa ya mtindi. Kwa hiyo ile mchakato wa kugandisha unapunguza kiwango cha sukari hii aina ya lactose. Kwa hiyo maziwa mtindi yana kiwango kidogo sana cha sukari aina ya lactose, wakati maziwa haya fresh yana sukari nyingi aina ya lactose. Hiyo ni utofauti mwingine. Alafu kija kuangalia katika mfumo wa vitamini za kundi la B, vitamini B hizi. Kwa upande wa mtindi, angalau una vitamini B nyingi kidogo. Kwa sasa vitamini B3 na vitamini B2 na vitamini B12. Kwa upande wa vitamini B12 inazalishwa na hao bakteria waliopo, si kwamba tu kwamba kiasili kwamba ilikuwepo, hapana. Vitamini B12 inazalishwa na hao bakteria waliopo kwenye mtindi. Ni tofauti na kwa upande wa maziwa fresh ambao vitamini B hizi ni kidogo, hasa vitamini B12 kabisa ni negligible kwenye masuala ya maziwa fresh.
Lakini vitamini B12 ambayo ni very crucial kwa upande wa maziwa mtindi, angalau vitamini B12 ipo kwa sababu inakuwa imezalishwa na hawa bakteria. Hii ni tofauti mwingine wa kilishe. Lakini nzuri zaidi ama kwa upande wa mtindi ni habari za uwepo wa bakteria wazuri ambao kwamba kama Lactobacillus na bakteria wengine wazuri wapo kwenye maziwa mtindi, na hii tutakuja kuiangazia. Ni moja ya sababu kubwa sana ambao wengi wana claim, wanasema kwamba maziwa mtindi ni mazuri zaidi kiafya kuliko maziwa fresh, kwa sababu hawa bakteria, kwa sababu wanahusianishwa na ubora au na afya ya mmeng'enyo wa binadamu. Kwenye maziwa fresh ni hakuna kabisa bakteria hao, kwa sababu hawa ni zao la kuchachisha. Yaani hawa wanakuja pindi unapokuwa umeweka maziwa yako hiyo siku moja si siku mbili yakaganda, basi hawa bakteria huwa wanaibuka na kuweza kufanya fermentation, kuchachisha yale maziwa. Hiyo ni tofauti uliopo mwingine. Kingine cha kufahamu tofauti mwingine hapa ni kwamba maziwa mtindi ni rahisi kumengenya, wakati maziwa fresh ni ngumu kumengenya. Yaani umeng'enyaji wake ni mgumu kwa sababu hizi issue za lactose, na pia hakuna bakteria ambao wamekuja kusaidia mmeng'enyo kabla. Wakati kwenye maziwa mtindi bakteria wapo ambao wamekuja kusaidia kuipunguza ugumu yale maziwa kwa inakuwa sana kwenye swala la kumengenya. Kingine hapa cha kufahamu ni kiwango cha mafuta yanayoganda, hasa mafuta ya saturated ni mengi sana kwenye mtindi ukilinganisha kwenye maziwa fresh. Lakini wingi wa mafuta hapa kwenye vyote maziwa mtindi na maziwa fresh inategemeana na aina ya maziwa hayo ya maziwa ya ng'ombe. Kuna mwingine anaweza kutumia low fat milk, skimmed milk. Kuna mwingine anaweza akatumia tu full fat milk, ambayo sasa itakuja kutofautiana, itakuja kupelekea hizo mafuta yawe mengi au yawe machache. Kwa kuwa kuna kuchacha hapa, kwamba kingine cha kuongezea hapa, maziwa mtindi ni asidi zaidi kuliko maziwa fresh. Hiyo ni tofauti mwingine uliopo. Haimaanishi kwamba maziwa fresh ni alkaline, hapana. Maziwa fresh ni asidi, lakini wingi wa asidi wa maziwa fresh na maziwa mtindi ni tofauti kabisa, kwa maana kwa maziwa mtindi ni asidi zaidi. Sasa katika masuala ya kiafya wamekuwa watu wakisemaje juu ya hivi vyakula viwili? Moja, tukianza na habari za mtindi. Mtindi imekuwa kusema kwamba ni mzuri kwa sababu ya bakteria wazuri, kwani wanasaidia kwenye afya ya mmeng'enyo. Kwa hiyo kwa kuwa kuna bakteria hawa ambao wana improve ile gut microbiome, wamekuwa kusema kwamba mtindi ni mzuri sana, na kwa kuwa wale bakteria wanakuwa na faida nyingi za kiafya kiacha masuala ya mmeng'enyo, basi wamekuwa kusema kwamba mtindi unaweza kuwa ni mzuri sana kuliko maziwa fresh. Lakini cha pili ni kwa sababu ya kupungua kwa sukari ya lactose, ambayo inaweza kufanya kwamba mtindi kuwa ni bora sasa kwa wale watu ambao wana lactose intolerance, ambao wanakuwa hawana uwezo kumeng'enya lactose nyingi, kwa sababu maziwa fresh yameshini lactose nyingi, lakini kwa sababu ya kile kuchacha, kwa sababu ha bakteria, lactose huu kwa upande wa mtindi umepungua. Kwa hiyo mtindi unaonekana kwamba ni bora zaidi kwa sababu ya kiwango kidogo sana cha masuala ya lactose. Ukija katika mfumo wa uwepo wa vitamin B12 inafanya kwamba mtindi huu uwezi kuwa angalau na muhimu kuliko habari za maziwa fresh, kwani vitamin B12 hapa ni negligible kabisa, ni kama vile ni hamna. Hicho ni kitu cha kuweza kufahamu pia. Kingine cha kufahamu hapa ni habari za kumeng'enya, kwa maana kwamba kwa maziwa haya yameshachachishwa, bakteria wameshasaidia ule habari za mmeng'enyo na kufanya conversion mbalimbali, basi inaonekana kwamba hayaleti changamoto kubwa sana kwenye usawa kumeng'enya maziwa mtindi sasa haya kuliko maziwa fresh, kwa sababu maziwa fresh hajafanywa chochote na hakuna pre-digestion ama conversion ambayo imefanyika. Hakuna wale bakteria ambao wanaweza kusaidia mmeng'enyo kwa awali, na hiyo kufanya maziwa haya kuendelea kuwa magumu. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo unataka ufahamu, ambavyo vinasababisha watu kuweza kuzungumza habari za mtindi na maziwa kwamba ni mtindi ni bora zaidi kuliko maziwa fresh. Sasa katika masuala ya kiafya kumekuwa na mambo mengi ambayo yanazungumzwa. Kwa mfano, wanasema kwamba maziwa kwa mtu mwenye shida ya vidonda tumbo ni mazuri kwa sababu inasaidia kwamba hisia ni alkaline. Sio kweli. Ukija kwa wale wenye shida ya vidonda tumbo, tunasema kwamba tunajaribu kula vyakula ambavyo ni asidi. Kulingana na swala la kutumia kigezo cha masuala ya asidi, ni kufahamisha tu kwamba mtindi una asidi nyingi. Licha kuna bakteria wazuri, lakini una asidi nyingi kuliko maziwa fresh. Lakini haimaanishi maziwa fresh kwamba ni alkaline. Hapana, maziwa fresh nayo pia ni acid. Katika tafasiri hiyo ni kufahamisha kwamba kati ya hivi, kama una shida ya vidonda tumbo, inaweza siwa salama kati ya hivi vyote viwili.
Kumekuwa na swala lingine ambalo nasema kwamba maziwa yanasaidia kwenye masuala ya kuondoa sumu. Kwa mfano ukinywa sumu, maziwa ni kama antidote. Naomba niwahakikishe kwa 100% katika kureview kote na tafiti, hakuna mahali ambapo imesema kwamba maziwa ya ng'ombe yanaweza kutumika kama antidote kwenye kukinga ama kutibu mtu ambaye amekunywa sumu. Sio kweli. Lakini kumekuwa na mtazamo ambao watu wanasema juu ya maziwa haya kwa mtu ambaye amekunywa sumu, ambao sasa hakuna evidence yote ya tafiti ambayo ina prove. Lakini kinachosema ni kwamba unapokunywa maziwa ya ng'ombe haimaanishi kwamba ni antidote, hapana, ila yanaweza kusaidia kwa mgonjwa ambaye amekunywa sumu. Yanasaidiaje? Ni kwamba yale maziwa ni kwamba huwa yanapunguza kasi ya ile sumu kuweza kufyonzwa kwenye utumbo wako kuelekea kwenye mwili wako, na hivyo kukuongezea muda wewe kuweza kutafuta msaada wa kitabibu mahali popote ulipo. Kwa hiyo itakuongezea muda. Ni muda gani haujaua specific, lakini ukinywa maziwa kwamba itaweza kuslow down, kupunguza ile speed ya sumu kutapakaa kwenye mwili wako. Lakini cha kufahamu ni kwamba maziwa sio antidote. Kwa hiyo unapokuwa umepata na changamoto ya kunywa sumu, fika hospitalini, kutana na madaktari waweze kuhakikisha kwamba anakupatia tiba ambayo ni sahihi. Kama ni antidote, uweze kupata antidote ambayo inastahili kuendana na aina ya sumu ambayo umekunywa. Kumekuwa na issue nyingine mazungumzo kwamba maziwa yanaweza kusaidia kwenye swala la mifupa, kwamba inaimarisha mifupa. Nikiangalia kwa mfano masuala mtindi yana calcium nyingi kweli. Kwa ile cream ambayo nasema wao kwamba madini ya calcium yanasaidia kwenye swala la kuimarisha mifupa, basi hii inaweza kama kwamba inaongeza kwa ni maziwa mtindi ingeza kwa ni bora zaidi kuliko maziwa fresh. Maziwa fresh yana calcium nyingi ndio, lakini hafikii mtindi. Lakini naomba nikuhakikishie kitu kimoja. Maziwa kwa mtu mwenye shida, maziwa hayalindi mifupa na kukatalia, na kwa sababu hata ukiangalia kwenye tafiti zilizopo, tafiti ambazo zinajaribu kusema kwamba maziwa uwepo calcium unasaidia kwenye swala mifupa, nyingi zimebe funded na viwanda ambavyo vinafanya kazi ya kusindika maziwa. Kwa hiyo tunashindwa kuelewa kwamba uhalisia ni upi, kwa sababu kwa kuwa fedha zimetoka kwa wale watu ambao wanafanya biashara hiyo, ukweli unaweza kawa umefichwa. Kiufupi fahamu kwamba unapokuwa kunywa maziwa kwa sababu ya calcium ndio ni alkaline, lakini maziwa ni asidi, lakini uwepo protein pia nyingi unavyo pamoja na uasidi wa chakula hiki unaweza ukapunguza ile pH ya damu, kusababisha damu kuwa ni asidi zaidi. Kumbuka damu sio asidi, almost ni iko kwenye neutral pH, ambapo sasa kwa kuwa damu mara nyingi au mwili unapenda kuwa kwenye alkaline environment, angalau slightly alkaline, basi itakulazimika haya madini ya calcium haendi kwenye mfupa. Unapokuwa umekunywa maziwa haya, yanasaidia kupunguza ule ukali ama ule uasidi ambao umekuwa mpekewa na haya maziwa yenyewe. Na sasa inaendelea kusema kwamba yale madini ya calcium kwenye maziwa ni hayatoshi. Kwa hiyo italazimika kuweza kuvunja mifupa ama kuchomoa madini ya calcium na madini ya magnesium mengine yaliyopo kwenye mfupa kuja kupunguza huu asidi ambao unasababishwa na maziwa. Na ndio maana maziwa yanasema kwamba hataki kuwa sehemu ya ulaji wa mtu ambaye anahangaika na issue ya mifupa. Japo wengi wamekariri kwamba maziwa ni mazuri sana kwenye swala la mgonjwa ambaye ana shida ya mifupa. Haya mambo mazuri ambayo yanazungumziwa kuhusu maziwa, kumbuka nazungumza ni maziwa ya ng'ombe wa kienyeji, si ng'ombe wa kisasa. Sasa swali la kujiuliza hapo, wewe unapoenda kununua maziwa, huu unauliza kwamba maziwa ni ya ng'ombe wa kisasa ama wa kienyeji? Kama hauulizi, basi fahamu kwamba angalau hii faida ndogo inayozungumza juu ya maziwa inazungumza ni kwa maziwa ya ng'ombe wa kienyeji, si maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Yote katika yote, sayansi nasemaje juu ya vyakula vyote hivi viwili, mtindi na fresh? Kuna mambo makuu matano ambayo nataka nikufahamisha hapa, ambayo sasa haya yanafanya kwamba vyakula hivi viweze kutumia kuwahusiana na changamoto mbalimbali za kiafya. Jambo la kwanza, fahamu kwamba maziwa mtindi ama maziwa fresh vyote havina nyuzi lishe. Nyuzi lishe inapatikana kwenye mimea na nyuzi lishe tunahitaji kwa afya zaidi. Hiyo ni pointi ya kwanza. Ya pili, haijalishi ni mtindi ama ni maziwa fresh, yote na kiwango kingi cha cholesterol, mafuta haya ya rehemu yamesheheni kwenye vyakula vyote hivi. Ifahamike tu kwamba mafuta ya ongezeko la mafuta ya rehemu kwenye mwili imekuwa ikihusanishwa ama ni kiashiria cha magonjwa ya moyo mengi, kama mshtuko wa moyo,
masuala ya stroke na vitu vingine. Kwa hiyo fahamu kwenye issue ya cholesterol kwenye vyakula vyote hivi viwili. Kwa hiyo kama unachagua kukwepa chakula ambacho kina mafuta ya rehema au cholesterol, kwa maana kwamba maziwa mtindi na maziwa fresh vyote haviwezi kukufaa. Tatu, nitakaofahamu kwamba kwanza ni maziwa mtindi ama maziwa fresh yana mafuta ambayo yanaganda ambayo kwamba ni saturated fat. Na nadhani nafahamu kwa mafuta aina ya samli watu mtu anafahamu kwamba yanaganda na yanapatikana kwenye maziwa pia. Yanapatikana kwenye maziwa. Kwa hiyo fahamu tu kwamba kuna mafuta haya na saturated ambayo yanaganda kwenye vyote hivi vyakula vyote viwili, maziwa mtindi na maziwa fresh. Hiyo ni pointi ya tatu ya kufahamu. Lakini fahamu kwamba maziwa haya yote yamesheheni protein. Japo maziwa mtindi na protein nyingi sana kuliko maziwa fresh, lakini fahamu kwamba maziwa mtindi na maziwa fresh vyote vimesheheni protein, animal protein. Na protein ndio sheheni kubwa sana hapa ni protein aina ya casein ambayo imekuwa ikihusanishwa na changamoto mbalimbali. Kwa watoto hii aina ya casein sometimes huwa inahusiana na kuweza kupunguza habari za ufyonzaji wa madini ya chuma, lakini imekuwa ikihusianishwa na ugonjwa wa kisukari aina ya kwanza. Ndio maana huwa kuna miongozo ambayo inashauri mtoto chini ya mwaka mmoja asiweze kutumia maziwa ya ng'ombe, kwani huwa inachochea kisukari aina ya kwanza kwa watoto hao. Kwa kifupi kwamba fahamu kwamba hizi proteins tunazo na maziwa nazo pia sio nzuri sana, zimekuwa zikitumiwa mara kadhaa. Hicho ni kitu cha kufahamu. Lakini cha tatu ni issue ya madini ya calcium ni mengi zaidi. Na ndio maana ukijaribu kuangalia kwa mfano maziwa yamekuwa kihusianishwa na changamoto ya upungufu wa damu. Jamii ya kifugaji tukianza na wakina Wamasai wenyewe ni moja ya jamii ambayo inahangaika na upungufu wa madini ya chuma kwa wingi, na ni kwa sababu nadhani ya high consumption ama ya unywaji mkubwa sana wa maziwa ya ng'ombe. Jamii nyingi za kifugaji hasa kwa mazingira ya Arusha na pande nyingine za kaskazini ambao wengi ni watumiaji, kwa sababu pande hizo ni wahanga wakubwa sana changamoto ya upungufu wa damu. Si upungufu wa damu, kuna changamoto nyingi ambazo tunahusanisha ambazo zinakumba watu wa kaskazini, lakini kwa sababu pia inaweza pia inahusiana na issue ya consumption kubwa ama unywaji mkubwa sana wa maziwa. Kapa na kaskazini wanakunywa sana kuliko kanda nyingine zozote. Ukija kuangalia kabisa kuna mambo makuu matano. Kwa wale watu ambao wana changamoto ya mmeng'enyo kwa sasa acid reflux, vidonda vya tumbo, protein na calcium ni moja ya vitu ambavyo vinaongeza production kubwa ama uzalishaji wa acid kwenye utumbo. Kwa inaweza siwe salama sana kwa watu ambao wana changamoto ya mmeng'enyo, hasa masuala ya acid reflux na wale wenye vidonda vya tumbo. Huweza ni mtindi, maziwa mtindi ama maziwa fresh, inaweza kuwa ni changamoto kwa upande wao. Sasa baada ya kuwa umefahamu haya ambayo nimezungumza juu ya maziwa mtindi na maziwa fresh, uzuri wako ambao unazungumziwa na jinsi ambavyo sayansi inasema na changamoto ambazo zimekuwa zikihusanishwa kati ya afya ya mwanadamu au magonjwa ambayo yamshambulia mwanadamu na maziwa. Je, ni kitu gani ambacho natakiwa uondoke nacho hapa baada ya huu mkanganyiko wote ambao upo wa kulia na kushoto? Kuna mambo makuu manne ambayo nataka nikufahamisha hapa ya kuondoka nayo. Jambo la kwanza, fahamu kwamba kuweza ni maziwa mtindi ama maziwa fresh kwa kutumia hii vitu vinne ambavyo nimevizungumza, yote sio salama. Hiyo ni pointi ya kwanza kuweza kushika. Lakini swali ambalo mtu anaweza kujiuliza, je, kwa hiyo hii nataka kusema nini? Kwamba maziwa fresh, maziwa mtindi na maziwa mtindi ni kitu ni kile kile, hakuna utofauti? Hilo swali ni pale mtu anajaribu kulinganisha jambazi na kibaka ama mdokozi. Maziwa mtindi kulingana na nature yake, uwepo wa bakteria, inaweza ikawa na utofauti kidogo na maziwa fresh, kwa maana kwamba inaweza ikawa na vifaida kadhaa kulinganisha na maziwa fresh. Kwa katika tafasiri na nipelekea kwenye ushauri namba 2. Kwa wale watu ambao hawana changamoto yote ya kiafya, ambao si wagonjwa, ni vema wa opt kutumia mtindi kuliko maziwa fresh, kwa sababu hizi faida zilizopo kwa upande wa maziwa mtindi, hasa hawa bakteria waliopo, inaweza kuwa ni key point kubwa, na hii kupungua kwa hii issue ya lactose. Kwa maana kwamba hata kwa mtu ambaye ana lactose intolerance anaweza kawa akapata ahueni. Kwa hiyo mtindi unaweza kawa ni bora zaidi kuliko maziwa fresh katika mantiki hiyo. Na tatu ambayo natakiwa ukifahamu, licha kuwa maziwa mtindi inaweza ni bora sana kuliko maziwa fresh, fahamu kitu kimoja kwamba tumia kwa kiwango kidogo sana, kwa sababu hii pointi ya kwanza kwamba hata maziwa yote mtindi na fresh sio salama sana. Kwa hiyo unapotokea kwamba umekunywa mengi, hata kama una changamoto,
hatuwezi kujua kwa sababu kwa hizi issue nyingine ambazo nimekuelezea, habari za ukosefu wa nyuzi lishe, uwepo wa cholesterol, mafuta ya rehemu, mafuta na organ saturated fat, na protein na madini ya calcium mengi sana ambayo yanaweza kuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo ni pointi ya tatu kwamba tumia kidogo sana. Usiweze kutumia kingi. Ninashangaa kuna watu ambao wanakunywa lita nzima kwa siku, wanakunywa nusu lita kwa siku nzima. Kwa hiyo ninachokitarajia kwa mtu ambaye anataka kutumia kiwango kidogo sana, hataki kuzidisha mili kuzidisha mililita 250 kama robo kwa siku nzima. Huyu mtu hataki kuzidisha kiwango hicho. Inaweza kuwa ni pungufu, lakini haitaki kuzidi hicho kiwango. At least inaweza kuwa ni kiwango ambacho inaweza kuwa ni reasonable kulingana na hizi changamoto za kiafya ambazo zinahusianishwa ili kuwa salama. Mwisho ni kwa wagonjwa. Kwa wagonjwa wote, hasa kuanzia wagonjwa ambao wana shida ya mmeng'enyo, acid reflux, vidonda vya tumbo, tumbo kujaa gesi, tatizo ukosefu wa choo, habari za bawasiri, kwa wao wenye magonjwa mengine kama sukari, pressure, magonjwa yote ambayo yanaathiri mishipa ya damu, ambayo yanahusiana na masuala ya mishipa ya damu kama kiharusi, habari za mshtuko wa moyo, magonjwa ya moyo kabisa, kuna wale wagonjwa wenye figo, matatizo ya figo, kwa wagonjwa wenye mawe kwenye figo, wale wagonjwa ambao wana mawe kwenye mfuko wa nyongo, mafuta kwenye ini, wale ambao changamoto ya masuala ya ganzi, wale wenye changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, na wenye changamoto ya masuala ya saratani, na wenye changamoto za masuala ya matatizo ya uzazi, basi ni vema wakae mbali na changamoto na matumizi ya maziwa eza mgando ama fresh. Kiufupi, kuna video ambayo nishaileta ambayo nazungumzia wagonjwa 20 ambao natakiwa wakwepe matumizi ya maziwa ya ng'ombe. Hiyo video link yake nitakuweka kwenye kipengele cha comment. Kiufupi, huo ndio ujumbe ambao natakiwa uondoke nao. Nilihitaji kufahamisha haya mambo ambayo tunasema juu ya maziwa mtindi na maziwa fresh, na kipi ambacho natakiwa kufahamu na changamoto iliyopo ambayo unaweza kukabiliana nayo pia unapokuwa umetumia chakula hiki. Nikushukuru wewe kwa kuitazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, ambaye kitaalamu nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.